Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Umoja wa watu wenye ulemavu Zanzibar imeishukuru taasisi ya Moyo Foundation kwa kuwapatia matibabu kwa lengo la kuwakutanisha pamoja ili kuondoshea usumbufu. Shukrani hizo zimetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya watu wenye ulemavu Zanzibar, ndugu Abdulwakil Haji Hafidh. Amesema kuwa lengo ya matibabu hayo ni kuwakutanisha watu wenye ulemavu kwa pamoja na kuondoshea usumbufu wa matibabu. Nawashukuru sana watu wa Zanzibar Heart Foundation kwa moyo wao kutukubalia ombi hili, na leo Mwenyezi Mungu kutujalia tumeweza kulitekeleza. Mwitikio mkubwa. Lengo kuu kwa kweli ni kuweza kuwapata watu wenye ulemavu walio wengi kwa wakati mmoja, ili kuweza kufanya uchunguzi. Sababu kama unavyojua walemavu wengi wanaoishi vijijini si watu ambao wanaokwenda katika hospitali ya mbali, hasa kwa wale wenye maradhi ya macho. Kwa hivyo hii lengo letu kufanya ule mwitikio uwe mwingi kwa watu wengi waweze kupata hizi huduma. Pia amesitaka taasisi nyingine kushirikiana nao katika mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuwasaidia watu wenye ulemavu. Huu ni mfano mzuri, na tungeshukuru kama taasisi nyingine nazo zikatokeza kuweza kutusaidia katika mambo mbalimbali ambayo yanaona wakabili watu. Kwa upande wake, Katibu wa Jumuiya ya Maradhi ya Moyo Zanzibar, Dr. Ahlam Al-Amur, amesema kuwa wameshirikiana na watu wenye ulemavu kwa kuwapatia matibabu na kuwapa elimu ya kujikinga na viashiria vyovyote vinavyosababishwa na maradhi yasiyoambukiza. Na pia tumeona tushirikiane na Jumuiya ya watu walemavu Zanzibar ili pia na wao wasibaki nyuma. Kwa vile pia hata wao uhitaji wao wa kutoka kwenda hospitali unakuwa mdogo, kwa hiyo tumeona tuwafate ile sehemu ilipo ili tuweze kuwasaidia kwenda kuwapima maradhi hususan yasiyoambukiza, yakiwemo pia maradhi ya moyo. Na hii sio tu kuwapima, lakini pia kuwasaidia kuwapa elimu jinsi ya kujikinga na maradhi haya, ikiwemo ulaji mzuri unaofaa, ikiwemo mazoezi kwa wale ambao wanaweza. Sio wote ambao wanaweza, kama tunavyosema kwamba hii ni jumuiya ya watu walemavu, kwa hiyo kila mmoja ana shida kwa upande wake. Na pia kuelezea kuna wengine ambao wana shida tayari lakini wanatumia dawa, wengine hawatumii dawa, kwa hiyo pia kuwapa elimu umuhimu wa kutumia dawa na pia kujikinga na vitu vingine ambavyo kama vile labda pressure inaweza kusababisha maradhi mengine zaidi, kwa hiyo kuweza kujikinga na kuweza kutumia dawa ipasavyo. Na kwa mwitikio mpaka sasa hivi, kwa sababu tumeanza mapema, mpaka sasa hivi alhamdulillah mwitikio mzuri, ni zaidi ya 100 wameweza kufika, watu zaidi ya 100 wameweza kufika na bado wapo tunaendelea. Kwa hiyo tunaomba kwa wale ambao wako majumbani au kama wengine wako maofisini wanaweza kuja ili tukawahi kufanya shughuli na wao wakafaidika. Nao watu wenye ulemavu wameshukuru kwa kupatiwa matibabu hayo na kutoa wito kwa wenzao kujitokeza kwa wingi wanaposikia fursa za matibabu ili kurahisisha kupata matibabu kwa haraka. Wito wangu kwa watu wenye ulemavu, wanaposikia mambo kama haya wasidharau wakajiweka nyuma, kwa sababu wao ni watu kama jamii nyingine. Wafuatilie, kwa sababu kwanza naambiwa afya ni rasilimali kubwa, si kwa mtu mwenye ulemavu, kwa mtu yote tu. Unapokuwa na afya nzuri, tayari mwenyewe unafanya kazi zako za kujitafutia maisha kama kawaida. Lakini utapokuwa na matatizo, gonjwa inakuwa kikwazo, hasa kwa sisi kikwazo juu ya kikwazo. Wenye ulemavu wenzangu wanaposikia kuna madaktari au kuna tiba yoyote hali wajitokeze, sio wakae nyuma subiri misaada, unasubiri gari. Sasa wewe kama unaumwa hiyo gari mbele kusaidia nenda kwenda kujitokeza au tatizo litaonekana mapema na kuweza kudhibiti. Kama sasa ndio nikimaliza hapa nitatoa elimu kwa wenzangu ili wataposikia na wao wazidi kujitokeza. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii.